Nyingine ni kuhusiana na hii vita vinavyoelekea Irani. Tunafahamu mwezi huu kuna ongezeko la mafuta, bei ya mafuta. Nini mnafanya kuhakikisha kwamba mnajipanga kuhakikisha bei au vita hivyo haviendelei kuleta athari kwenye swala zima la mafuta hapa? Lakini swali jingine, unapokuja kwenye mkoa kama wa Mwanza, ukitoa taarifa yako bila kugusa sekta ya uvuvi, huenda ukaondoka hapa wavuvi na wamiliki wa viwanda wasikuelewe. So nitamani kufahamu serikali mna mpango gani wa kulifanya Ziwa Victoria kuwa ni ajenda ya kitaifa na kampeni kama ambavyo tumeona kampeni mnazozifanya kwenye ukatili wa kijinsia na masuala mengineyo. Sababu ni hizi. Ukizungumza na wamiliki wa viwanda wanakuambia samaki wamepungua, na tumeshuhudia kwenye baadhi ya viwanda wanasema wamepunguza uzalishaji hadi 60%, wengine 20%, na hata wafanyakazi kwenye baadhi ya viwanda wamepunguzwa kwa 1% kubwa sana. Tunafahamu pia jitihada ambazo mnazifanya kwenye kuwekeza kwenye uvuvi wa kisasa kwa maana ya uvuvi wa vizimba. Sasa nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba Ziwa Victoria linaendelea kuwa kitovu cha uchumi kwa wakazi wa Ziwa Victoria, lakini pia kwa wavuvi? Asante. Asante. Mwingine nianze na swali la mwisho. Ni kweli, na sisi Wakinga tunasema this is very sad, kwamba kumekuwa na vitendo vingi vya uvuvi haramu katika Ziwa Victoria, na athari za vitendo hivi ndizo ambazo zimeathiri sana upatikanaji wa samaki. Ziko juhudi ambazo zinafanywa kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na wote mtakumbuka takriban wiki 2 zilizopita Mheshimiwa Balozi Bashiru Ali Kakurwa amekuwa katika ziara ya kupita katika maeneo mbalimbali, na baada ya hapo serikali imeandaa mkakati wa kunusuru hali hii. Mimi ombi langu kwa wavuvi katika Ziwa Victoria, tutakaosababisha ziwa liwe na samaki wa kutosha ni sisi, na tutakaoangamiza rasilimali hii kubwa na muhimu ni sisi wenyewe. Serikali kwa upande wake ipo tayari. Nimewajulisha hapa kwenye taarifa yangu juu ya ununuzi wa maboti, mikopo ya maboti kuwawezesha wavuvi kuvua. Nimewapa taarifa hapa kuhusu mikopo inayotolewa kwa ajili ya vijana kuwekeza kwenye vizimba. Nimewapa taarifa hapa juu ya uwekezaji wa serikali kwenye meli. Hivi vyote vinawezesha shughuli za uvuvi kufanyika kwa ufanisi katika Ziwa Victoria, lakini vitakuwa havina maana kama uvuvi haramu utashamiri na utashusha kiwango cha samaki ndani ya ziwa. Kwa naomba Wizara ya Uvuvi, ya Mifugo na Uvuvi, watakapokuja na mkakati wa kukabiliana na uvuvi haramu na kuongeza kiwango ama idadi ya samaki ndani ya Ziwa Victoria, tuwaunge mkono, tushirikiane nao. Hino umeuliza pia swali kuhusiana na vita vinavyoendelea. Ni kweli vita vinavyoendelea. Mimi na wewe hatujui vita vitakwisha lini, sababu wababe kule wanaendelea kutunishiana misuri, na ni dhahiri kwamba eneo ambako vita vinapiganwa vitaleta athari katika upatikanaji wa mafuta ndani ya nchi yetu. Ziko juhudi ambazo serikali inazifanya kuzungumza na marafiki zetu katika maeneo mbalimbali ambako kuna uzalishaji wa mafuta na tunaweza kuyapata bila kuathiriwa na eneo ambalo kuna vita. Lakini naomba niseme kwa Watanzania, maana msije mkaja kusema serikali imesema hatutapata athari, kwa sababu kuna mazungumzo yamefanyika. Jitihada serikali inafanya, lakini ni dhahiri kwamba athari kwenye bei ya mafuta zitatokea, na sio Tanzania peke yake, ni kote duniani. Na ndio maana nchi zote duniani zinatoa wito kwa mazungumzo ya amani kufanyika, njia za kidiplomasia kutumika, vita viishe. Sisi wa Tanzania tuwaombee ndugu zetu walioko kwenye maeneo yenye mzozo. Mwenyezi Mungu awafunulie, wakubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo, vita viishe, tuepuke athari zinazoweza kujitokeza. Na haziwezi kuwa athari za mafuta peke yake, kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ndugu yangu, hino ni swali la msingi, lakini bahati mbaya vita ile ikitokea hakuna namna ambayo hatutaweza kuguswa. Ni kama ambavyo ilitokea kwenye vita ya Ukraine na Urusi, tuliguswa. Ziko jitihada ambazo serikali ilifanya kuhakikisha tupate athari kubwa sana kwenye maeneo ambayo bidhaa zilikuwa zinatoka kwenye maeneo haya yale na zimeathirika.
lakini haikuzuia kutokea kwa athari kabisa. Swali lako jingine ni kuhusu mradi wa LNG. Ni kweli mradi huu ni wa muda mrefu, ni mradi mkubwa ambao sisi kama nchi tunautazama kimkakati. Ni mradi ambao utachangia kwa kiasi kikubwa katika ndoto zetu za kutimiza dira ya maendeleo ya 2050. Tumekuwa na mazungumzo na wawekezaji, kumekuwa na ucheleweshaji kwa sababu serikali pamoja na kwamba inahitaji mradi huu mkubwa, lakini ni lazima tulinde maslahi ya nchi yetu. Na tunafurahi kuambia kwamba mazungumzo yanakwenda vizuri na mradi huu utatekelezwa. Utaanza lini, kwa tarehe ipi kabisa, tutawaambia tutakapokuwa tumekamilisha kila kitu. Lakini mradi haujatupwa, mradi upo na utatekelezwa. Karibu swali jingine.